Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Karibu tena na tena tuzungumze football kwa lugha nyepesi sana. Na kama ambavyo unavyojua kwamba siku ya leo ndo siku ambayo tulisubiri kwa hamu, kwa sababu itapigwa bonga moja la mechi. Na hii ni mechi ya timu ya Tabora dhidi ya kikosi cha Young Africans. Na hii ni mechi ambayo nimeizungumza mara kadha kutokana na uzito wa huu mchezo. Utakumbuka Tabora walimfunga Young Africans kwenye mzunguko wa kwanza kwenye mchezo ambao ulipigwa pale Azam Complex. Na huo ndio ulikuwa mchezo wa mwisho Young Africans kucheza mchezo kwenye uwanja ule, kwa sababu mara baada ya hapo Young Africans walihama. Na huo ndio ulikuwa mchezo ambao ulitengeneza mazingira mazuri sana ya kocha Miguel Gamondi kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans. Tangu Miguel Gamondi ameondoka, Young Africans ameshuhudia makocha wawili wakichukua hatamu, kwa maana kocha Said Ramovic, na sasa tuko na Milaud Hamdi ambaye sasa ndiye kocha kikosi cha Young Africans ambaye anaendelea kuwanoa. Sasa pamoja na hayo, ushindani umeshaongezeka zaidi inawezekana kuliko hata ile mara ya mwisho ambayo Yanga alikutana na Tabora, kwa sababu sasa hivi Young Africans anaongoza ligi kwa tofauti alama moja, na miongoni mwa mechi ambayo Simba wanaamini inaweza ikawasafisha wao kuelekea katika ubingwa ni pamoja na hii mechi ya Young Africans dhidi ya Tabora. So ni mechi ambayo kila moja anahitaji kwa namna moja ama nyingine kwa kiasi kikubwa sana. Tension yake huku nje imeshaanza kuwa kubwa zaidi, kuanzia kwa mashabiki, viongozi. Unaweza ukaona namna ambavyo kila moja anavyoiwaza hiyo mechi. Lakini ukiachana na mechi kwa maana mechi ya kibingwa, nasema hivyo kwa sababu kama Young Africans anashinda hii mechi, manaka anaendelea kujiweka katika mazingira mazuri ya kubeba ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kama atapoteza hiyo mechi, manaka anampa nafasi Simba ya kuja kushinda mechi yake na kuongoza ligi kwa tofauti wa alama 2, na hapo itakuwa ni ngumu sana kumshusha Simba ambaye atakuwa anaongoza kwa tofauti wa alama 2. Na ukiangalia na ratiba alionayo na idadi ya mechi nyingi ambazo yeye alizonazo atakazocheza hapa nyumbani. Lakini pili, itakuwa ni mechi ya kuweka heshima, kwa sababu huku nje tayari maneno alishaanza kwa mengi. Tangu juzi nimekuwa nikikupa taarifa juu ya mitupiano ya maneno kwa maana kati ya Ali Shaban Kamwe ambaye ni msemaji wa Young Africans pamoja na baadhi ya viongozi wa mji Manispaa ya Tabora, pamoja na baadhi ya viongozi wa kikosi chenyewe cha Tabora United kwa maana ya Christina Mwagara na vitu kama hivyo. Sasa siku ya jana kuna baadhi ya kauli ambazo Ali Kamwe alizitoa, watu wengi hawajafurahishwa nazo, kwenda kwa mkuu wa mkoa. Na hizo kauli ambazo alizitoa zikasababisha msemaji wa kikosi cha Tabora United kutoka hadharani na kumpa masaa 24 aombe radhi. Sasa mimi sitaki tukae kwenye hiyo radhi, ataomba msamaha, ila tuangalie ni nini ambacho kitatokea ikiwa jamaa atagundulika kwamba alikosea, kwa sababu zipo kanuni. Unajua aliyekuwa kwanza kuongea alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Mara baada ya kwenye mazungumzo yake akasema kwamba kuna baadhi ya watu labda wanaweza wakatoa vichenji na vifedha kwenda kwa wachezaji. Akamwambia wachezaji, hivyo vifedha chukueni, alafu sisi maisha mengine yaendelee, kwa sababu tunachohitaji ni ninyi mfunge Young Africans. Lakini akawaalika timu nyingine na waitaga mashabiki mseto wa timu mbalimbali waungane kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanashinda hiyo mechi. Kesho yake usiku hiyo Young Africans kwenye uzinduzi wa tawi, Ali Kamwe na yeye akanukuliwa akisema kwamba wao kama Young Africans hawako pale kwa ajili ya kucheza na kiongozi, wala nini wanachokitaji ni alama 3, na kwamba yale mapokezi yake yalimtia mchachawizo mkuu wa mkoa, na kwa maana yake mapokezi ya wachezaji yatakuwa makubwa kuliko namna ambavyo yeye alivyopokelewa pale Tabora. Na ikapokelewa tena kwa mkuu wa mkoa akamjibu, na ndipo ambapo hapo Kamwe akaja kutoa kauli kidogo ambayo wapenda michezo wengi hawajafurahishwa nayo. Sasa tunaweza tukarudi kwenye kanuni. Kama itagundulika kwamba kweli alichokifanya ni kosa, kitu ambacho mimi binafsi nasema ni kosa, kwa sababu kuna nyakati ambazo tunahitaji kuziheshimu mamlaka. Pamoja na kwamba unafanya kazi kwenye kikosi kikubwa kama cha Young Africans, tafsiri ya mkuu wa mkoa ni balozi wa rais kwenye mkoa fulani. Huyu ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa fulani. Ndiye msimamizi wa shughuli za kiserikali ndani ya mkoa fulani.
huyu ndiye anayejua mikakati, usalama, miradi, kila kinachoendelea katika mkoa fulani. So huyu ni balozi wa rais. Amekasimishwa madaraka na rais ya kutawala eneo fulani kwa ajili yake. Yeye anaripoti kwa nani? Anaripoti kwa rais moja kwa moja. Ndio maana waziri hawezi kutengua uteuzi wa rais. Ndio maana mbunge hawezi kutengua uteuzi wa mkuu wa mkoa kumradhi. So ukiangalia kwenye muktadha huo, maana yake huyu mtu lazima aheshimiwe kwa sababu ni tayari ni icon ya mkoa, lakini pia yupo kwa mamlaka ya kiserikali na kinchi. Lazima uheshimu hizo mamlaka. Ukitoa kauli ambazo zinamdhalilisha moja kwa moja, tafsiri yake ni kwamba wewe unadharau, hauheshimu mamlaka. Unahitaji kuadhibiwa kwa namna moja ama nyingine. Inawezekana tungekuwa kwenye utawala fulani, ungesikia zile, unajua mkuu wa mkoa ana uhuru wa kukuweka ndani masaa 24. Yaani akigundua kwamba iko unachokifanya sio kitu kizuri, kwa sababu tayari ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa fulani, anaweza kuagiza uwekwe ndani kwa masaa 24. Alafu akili kukae vizuri na anaweza akakutoa, hakuna kesi na yani nakutia adabu tu kidogo. So tungekuwa kwenye utawala fulani, ungesikia tu kauli natoka Ally Kamwe awekwe ndani masaa 20, najaribu kugesa. Lakini kanuni zetu za Ligi Kuu Tanzania Bara ziko wazi kabisa, zinaeleza vitendo kama hivi vikitokea ni kwa namna gani tunaweza tukaviendo. Kanuni ya 46 ambayo inazungumzia udhibiti wa viongozi kwenye kile kipengele cha 8 kinasema kwanza pale juu imeandika kabisa, hizi kanuni za Ligi Kuu zitadhibiti mienendo ya viongozi wa ngazi mbalimbali kuhusiana na nafasi zao katika uendeshaji wa Ligi Kuu kutokana na uvunjifu wa kanuni katika utekelezaji wa majukumu yake. Manake atakachoadhibiwa ni kama ifuatavyo. Mfano, yeye kosa alilolitoa ni kutoa baadhi ya matamshi, na kanuni inasema akitoa matamshi ama ishara za matusi dhidi ya mashabiki, akitoa matamshi na matamshi mkato, ishara za matusi yenye nia ya kumdhalilisha kiongozi mbele ya jamii au wa TFF awe ni club ama taifa, atatozwa faini ya shilingi milioni 1. Hiyo ni cash inaondoka, au atafungiwa kwa kipindi kisichopungua miezi 3. So wanaweza wakachagua, na ukiangalia hapa kwenye faini ya shilingi milioni 1 imewekwa kwenye hiyo milioni 1 kama tarakimu imewekwa kwenye mabano, alafu kuna mkato, na manake vinaweza vikaenda vyote kwa pamoja ama ukatandikwa kimoja. Yani unaweza ukapigwa faini ya milioni 1 na kufungiwa miezi 3, ama ukafungiwa miezi 3 usitozwe faini ya milioni 1. So kwenye hili Ally Kamwe lazima ajiandae na lazima ataadhibiwa kwa namna moja ama nyingine kama wataamua kumtazama kwenye muktadha wa namna hiyo. Na unajua hivi vitendo vimekuwa vingi sana. Unakumbuka mchezo wa Simba dhidi ya Pamba, kuna matamshi ambayo Ahmed Ally aliyatoa kwenda kwa mkuu wa mkoa Amos Makala, lakini Ally Kamwe mara nyingi, hii nadhani ni mara yake ya 3 kutoa matamko pasi kujali huyu ni mkubwa ni mdogo ni nani, anatoaga maneno tu. So kuna namna ambavyo unahitaji kumminya, na ubaya ni kwamba sasa hivi Young Africans na bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara diplomasia yao haiko sehemu nzuri sana. Hii inaweza ikawa ndio sehemu ambayo mtu anasema sasa nyinyi ndio mlikuwa mnalilia kanuni zifuatwe. Sasa kwenye kuzifuata kanuni na sisi tunaamua kuzifuata jinsi ilivyo. Mtu anakula zake mvua ya miezi 3, alafu mambo mengine yanaendelea. Ajiweke tayari, milioni 1 inaweza ikamtoka kwa diplomasia yao jinsi sasa hivi ilivyo. Na kama unavyojua Young Africans sasa hivi wako kule kasi, inaweza ikawa ni ngumu zaidi. Sijui nini kitatokea, wacha tusubiri tuone. Nikaona nikufahamishe, lakini pia nikundokolee kidogo kwenye kanuni ili ukae kipolisi. Mimi nawe tena tukutana katika vipindi vingine vinavyofuata. Asante, bye bye.